Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye yale ambayo yanaendelea kushika tamu huko upande wa Iran, Marekani na Israeli, lakini kwa sasa imekuwa ni fukuto la Iran pamoja na Marekani. Jeshi la Iran wanasema udhibiti wa kimkakati wa lango bahari la Hormuz sasa ni matakwa ya kitaifa. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa suala la udhibiti wa kimkakati wa mlango bahari wa Hormuz sasa limegeuka kuwa matakwa ya kitaifa, akisisitiza kuwa wananchi wa Iran wanaunga mkono hatua zinazolenga kulinda maslahi na usalama wa taifa katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta. Brigadier General Mohammad Khamenei amebainisha kuwa kutokana na matukio hivi karibuni katika eneo na vitisho vinavyokabili Iran, umuhimu wa kudhibiti kwa ufanisi mlango bahari wa Hormuz umeongezeka zaidi, na kwamba suala hilo sasa si la kijeshi pekee bali limekuwa mada inayoungwa mkono na wananchi kwa ujumla. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa udhibiti wa kimkakati wa mlango bahari wa Hormuz umegeuka kuwa matakwa ya umma na ya kitaifa, akisisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran havitarudi nyuma katika kulinda haki na maslahi ya wananchi wa Iran kuhusu suala hilo. Kadhalika ameeleza kuwa udhibiti wa njia hiyo muhimu ya kimataifa ni sehemu ya kulinda maslahi ya taifa na kusisitiza kuwa vikosi vya jeshi vitaendelea kutetea haki za Iran kwa uthabiti bila kuyumbishwa na shinikizo lolote. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Iran inasisitiza kulinda maslahi na haki zake katika eneo la kimkakati la mlango bahari wa Hormuz, akiongeza kuwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo vina azma thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kwa kutegemea uwezo na utayari wake wa kijeshi. Brigadier General Mohammad Khamenei amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitalegeza msimamo wake katika kulinda haki zake katika eneo hilo muhimu, akibainisha kuwa vikosi vya ulinzi viko tayari kutekeleza wajibu wao kutetea maslahi ya taifa wakati wowote. Aidha, alikosoa Marekani kwa sera zake katika eneo hilo, akisema hatua za Washington kuhusu mlango bahari wa Hormuz zinalenga zaidi kufanikisha maslahi ya kiuchumi na kibiashara, na kwamba mtazamo huo hauendani na misingi ya sheria za kimataifa. Vilevile, mkuu wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, ameapa kwamba Jamhuri ya Kiislamu itaendeleza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi yenye ufanisi hadi utulivu utakaporejeshwa kote nchini. Ufyatuaji wetu wa makombora wenye ufanisi na uliolenga shabaha kwa usahihi kutoka kote nchini Iran dhidi ya adui utaendelea hadi utulivu utakaporejea katika pwani ya kusini na lango bahari la Hormuz, amesema Brigadier General Said Majid Musavi katika ujumbe uliotolewa Ijumaa. Amesisitiza kwamba hakuna tofauti kati ya miji mikuu na kusini mwa nchi na kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya maeneo hayo yatashughulikiwa kwa usawa. Anasema mtazamo wetu ni kwamba ardhi ni ardhi, Tehran na maeneo ya kusini mwa nchi vinaunda ardhi moja ya Iran, amesisitiza kamanda wa kikosi cha anga cha IRGC. Katika siku chache zilizopita, jeshi la kigaidi la Marekani limefanya mashambulizi makali kusini mwa Iran na kurejesha mzingiro wa bandari za Iran, jambo ambalo ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kukomesha vita. Vikosi vya jeshi la Iran vimefanya mashambulizi hayo, lengo ni kulipiza kisasi dhidi ya kambi za kijeshi na maeneo ya kimkakati ya Marekani kwenye eneo la magharibi mwa Asia. Vilevile, khatibu wa swala ya Ijumaa mjini Tehran amesema kuwa kulipiza kisasi damu ya Imam Shahidi kutaendelea hadi kuondoka Marekani kwenye eneo hilo na kuangamia utawala wa kizayuni wa Israeli. Hujjatul Islam al-Muslimin Muhammad Javad Haji al-Akbar amesema hayo mbele ya hadhara ya waumini waliohudhuria ibada ya swala ya Ijumaa mjini Tehran katika musala wa Imam Khomeini, na kubainisha kwamba wananchi wa Iran wanajitambua kuwa wao ni wali wa damu ya Imam Shahidi Ayatollah Ali Khamenei. Katibu wa swala ya Ijumaa mjini Tehran ameeleza kuwa uaminifu, upendo, subira na uimara wa wananchi wa Iran tangu mwanzo wa Uislamu hadi leo ni jambo la kuigwa, na kusisitiza kwamba mahudhurio ya uwepo huu ulikuwa kama kura kubwa ya maoni ya kuhuisha ahadi ya uaminifu kwa malengo ya mapinduzi, na pia ilikuwa ni kiapo cha utii kwa kiongozi mpendwa kuliko uhai. Vilevile, kufuatia hujuma za kikatili za jeshi la Marekani dhidi ya madaraja kadhaa katika maeneo ya kusini mwa Iran, operesheni kubwa na endelevu ya makombora na droni za Iran imetekelezwa usiku wa kuamkia leo dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi. Ripoti za vyombo vya habari hadi sasa zinaashiria kulengwa kwa kambi za kijeshi za Marekani nchini Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan na Iraq. Aidha, baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa daraja la Mfalme Fahad linalounganisha Bahrain na Saudi Arabia limelengwa. Saa chache baada ya jeshi la kigaidi la Marekani kushambulia madaraja kadhaa kusini mwa Iran, Alhamisi usiku, vyanzo vya habari viliripoti kusikika kwa milipuko mikubwa nchini Kuwait na Bahrain, afisa mmoja mwandamizi alisema. Na nikwambia, mapigano hayo ya Marekani na Iran yameingia kwenye hatua mpya baada ya Washington kupanua mashambulizi yake kutoka malengo ya kijeshi hadi miundombinu muhimu kusini mwa Iran, na huku Tehran ikijibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani katika nchi za Ghuba. Hali hiyo imezidisha hofu kuhusu usalama wa mlango wa Hormuz
njia muhimu inayopitisha takriban theluthi moja mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamelenga madaraja matano, njia ya reli, uwanja wa ndege wa Iran Shahir na miundombinu mingine ya usafiri katika mikoa ya kusini na kusini mashariki mwa nchi. Televisheni ya serikali ilisema pia kuwa kituo muhimu cha reli cha Bandar Abbas kilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kituo hicho kinaunganisha njia za reli za abiria na mizigo kuelekea bandari ya Shahidi Rajaei na bandari ya Bandar Abbas ambazo ni muhimu kwa shughuli za biashara na usafirishaji katika Ghuba. Nini hasa ambacho kitaendelea? Hatua kwa hatua itaendelea kukujuza yale ambayo yanaendelea kujiri huko. Shukran kwa baba wa kivita.